Midoli myeusi ya Kiafrika. Kwa nini wazazi wengi bado wanapenda midoli ya kizungu? Katika miaka hivi karibuni kumekuwa na jitihada kubwa ya kutengeneza midoli inayowakilisha watoto wa Kiafrika. Midoli hii imeundwa ikiwa na ngozi nyeusi, nywele za asili za Kiafrika na sura zinazofanana na watoto wengi wa bara la Afrika. Lengo kubwa ni kuwapa watoto mfano wa kujivunia utambulisho wao, tamaduni zao na muonekano wao wa asili. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba licha ya kuwepo na midoli hiyo, wazazi wengi bado huendelea kununua midoli ya kizungu yenye ngozi nyeupe, macho ya bluu na nywele ndefu za rangi ya dhahabu. Hili limeibua mjadala mkubwa kuhusu mtazamo wa jamii ya Kiafrika kuhusu uzuri na utambulisho wa malezi ya mtoto. Midoli ilikuwepo maelfu ya miaka katika ustaarabu wa kale wa Misri. Historia ya midoli duniani. Midoli ilikuwepo kwa maelfu ya miaka katika ustaarabu wa karne ya Misri, Ugiriki na Roma. Watoto walikuwa wakitumia midoli kwa ajili ya kucheza na kujifunza. Kadri miaka ilivyopita, viwanda vikaanza kutengeneza midoli kwa wingi. Tatizo lilianza pale ambapo karibu midoli yote ilitengenezwa kwa ajili ya soko la dunia, likiwakilisha watoto wa kizungu pekee. Kwa muda mrefu sana, mtoto wa Kiafrika alikuwa akicheza na mwanasesere ambaye hakufanana naye kwa sura, ngozi wala nywele. Wataalamu wa saikolojia wanaamini kwamba vitu vinavyowazunguka watoto vina mchango mkubwa katika kujenga mtazamo wao kuhusu uzuri na thamani yao binafsi. Kwa nini midoli myeusi ilianza kutengenezwa? Wabunifu wengi wa Kiafrika waliona pengo hilo na kuamua kuanzisha viwanda vya kutengeneza midoli inayowakilisha mtoto wa Kiafrika. Walikuwa na malengo kadhaa: kukuza utambulisho wa Kiafrika, wafanya watoto wajivunie ngozi yao, kuonyesha uzuri wa nywele za asili, kupunguza dhana kwamba uzuri ni kuwa mweupe pekee, kukuza uchumi wa Afrika kupitia bidhaa za ndani. Kwa maneno mengine, ilikusudiwa kuwa zaidi ya vifaa vya kuchezea, ilikuwa ni sehemu ya elimu ya kitamaduni. Kwa nini watu wengi hawazipendi? Hapa ndipo mjadala mkubwa unapozuka. Moja, mazoea muda mrefu. Kwa miaka mingi watu wamezoea kuona midoli ya kizungu. Wazazi wengi walikuwa wakicheza na midoli hiyo, hivyo wanaponunua kwa watoto wao wanaona ni jambo la kawaida. Mbili, mitazamo ya kijamii. Katika baadhi ya jamii bado kuna dhana kwamba vitu vinavyotoka Ulaya na Marekani vinaonekana kuwa na thamani zaidi, hivyo hata midoli ya kizungu huonekana kuwa ya kisasa zaidi. Tatu, athari za filamu na katuni. Watoto wengi huangalia katuni na filamu zinazowaonyesha wahusika wenye ngozi nyeupe, hivyo wanapokwenda dukani hutamani mwanasesere anayefanana na wahusika wanaowaona kwenye television. 4. Ukosefu wa uhamasishaji. Watu wengi hawajui sababu ya kuwepo kwa midoli ya Kiafrika. Wanaiona kama bidhaa nyingine tu, badala ya kuona thamani yake ya kielimu na kitamaduni. Midoli inaweza kuathiri mtoto. Ni kweli, wataalamu wengi wanaamini kuwa ndiyo, mtoto anapoona mara kwa mara kwamba midoli, mashujaa wa katuni na wahusika maarufu wanaofanana na yeye, hujenga hali ya kujiamini. Vilevile mtoto anapojifunza kwamba uzuri wa sura mbalimbali, hukuwa akiwa na mtazamo mpana zaidi kuhusu watu wengine. Hata hivyo, wataalamu pia wanaeleza kwamba jambo muhimu zaidi ni rangi ya mdoli pekee, bali ujumbe ambao wazazi wanampa mtoto kuhusu thamani yake ya utambulisho wake. Je, midoli myeusi ni suluhisho pekee? La. Kujivunia utambulisho wa Kiafrika kunahitaji mambo mengi zaidi: elimu ya kihistoria ya Kiafrika, vitabu vinavyoonyesha wahusika wa Kiafrika, katuni za filamu za Kiafrika, lugha za Kiafrika, tamaduni na mila zenye kujenga heshima kwa asili yetu. Midoli ni sehemu ndogo tu ya mchakato huo mkubwa. Maoni yangu,
Tatizo linapoonekana kuwa mchanganyiko wa mazoea, ushawishi wa vyombo vya habari na mitazamo inayoongeleka kwa muda mrefu. Si kwamba watu wanachukia midoli mieusi, bali wengi wamezoea kuona midoli ya kizungu kwa chaguo la kawaida. Kadri wazazi na jamii watakavyoelimishwa kuhusu umuhimu wa ushawishi wa watoto katika vitu wanavyotumia kila siku, huenda mtazamo huu utabadilika polepole. Hitimisho, swali si kama mdoli mweusi au mweupe pekee. Swali kubwa ni je, mtoto anapata ujumbe gani kuhusu yeye mwenyewe? Mtoto wa Kiafrika anastahili kuona uzuri wake, ngozi yake, nywele zake na utamaduni wake ukiwakilishwa katika vitu anavyochezea. Wakati huo huo, ni muhimu kumfundisha au kuwafundisha watoto kuheshimu watu wa rangi zote na kuelewa kwamba thamani ya binadamu haipimwi kwa rangi ya ngozi. Mwisho wa yote, mdoli ni zaidi ya toy, ni kioo kinachoonyesha jinsi jamii inavyojiona na jinsi inavyotaka watoto wake wajione katika siku zijazo. Kwa leo tunahitimisha kwa makala haya. Ni mimi Daudi Michael Mwaluko niliyekuandalia. Usikose katika mwendelezo ujao. Kumbuka kuwa mwanafamilia yetu, bonyeza button nyekundu iliyoandikwa neno subscribe, unasubiri notification, unabonyeza hapo, utakuwa mtu wa kwanza kupata updates zetu pindi zinapotoka. Kuwa mwanafamilia yetu, hakika hautojutia MB zako. Mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante na muwe na siku njema.